Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mpendwa mtazamaji, katika ulimwengu wa roho ndiko kuna command ya maisha mwanadamu. Hauwezi kufanya chochote usipoweza kushinda ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho ndiko kuna hatima ya watu, ndiko kuna mafanikio ya watu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba nitakufunulia hazina ya gizani. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, unaona ndoa haiendi, biashara haiendi, mafanikio, watoto shule hawafanikiwi, unajiuliza where is the problem? Tatizo katika ulimwengu wa roho, wamekamata ufahamu wa watoto wako, wamekamata ufahamu wa mume wako, wamekamata uzao wako, wamekamata uchumi. Ndio maana unaona mambo hayaendi. Ndio maana Biblia inasema tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni wapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Katika ulimwengu wa roho kuna watawala, kuna majeshi, mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ndio maana twaeni silaha zote za Bwana ili kuweza kushindana siku ya uovu. Simama mtumishi wa Mungu. Maombi ndio inaweza kukukomboa katika utumwa. Maombi ndio inaweza kufungua maisha yako, kukutoa kwenye mateka. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Isaya 42 na mstari wake wa 22, watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa na kufungwa mapangoni. Hakuna okoaye na wala asemaye rejesha. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, lazima usimamie haki yako. Amen.